Washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu walibeba silaha za aina mbalimbali zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Hii ni kinyume cha sheria na taratibu za kimataifa, ibara 21 ya mkataba wa haki za binadamu na raia na kisiasa mwaka 1966, wa kikanda, ibara 11 ya mkataba wa Afrika ya haki za binadamu za watu na binadamu mwaka 1981, na ibara 10 na 11 ya mkataba wa Ulaya wa haki za binadamu mwaka 50, na kitaifa ibara 18 na 21 ya katiba ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania haviruhusu maandamano kwa watu waliobeba silaha. Na 4, sheria na taratibu za kimataifa, kikanda na kitaifa haziruhusu maandamano yanayosababisha taharuki katika jamii, kuhatarisha usalama wa taifa, kusababisha uharibifu wa mali za umma na binafsi, pamoja na kuhatarisha maisha ya watu wengine. Mambo hayo yalifanyika na yanakuwa kinyume cha sheria na tafsiri ya maandamano ya amani. Kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizotajwa, maandamano ya amani ya kitaifa, kikanda na kitaifa, na ushahidi uliowasilishwa mbele ya tume, ni maoni ya tume kuwa kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu haikuwa maandamano ya amani, na hivyo kuwa nje ya kinza ya sheria na kanuni hizo. Isitoshe, tume imepata ushahidi usio wa shaka kwa matukio ya ghasia ya 29 Oktoba yalipangwa, yaliratibiwa, yalifadhiliwa na kutekelezwa na watu waliopata mafunzo. Waratibu walitumia mbinu mbalimbali, ikiwemo kuwatumia watu wasio na ufahamu wa kina na vijana waliokata tamaa, huku wakihakikisha kwa vitendo vya ghasia vinafanyika kwa wakati mmoja, kufika maeneo tofauti ili kuwachanganya na kutawanya jeshi la polisi.